Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Leo tu ni siku yetu ya Jumapili ya kwanza ya mwezi wa tatu. Ni lango la mwezi wa tatu. Kwa inabidi kabisa wewe mwenyewe binafsi uwe na uwezo wa kutamka neno kwa ajili ya mwezi huu. Nilikuwa tumeomba Januari kwa ajili ya miezi yote, hii pia tunaingia katika mwezi wa tatu, Jumapili ya kwanza, ambapo tunajua kwamba pia katika mwezi huu Mungu atatupa neema, Mungu atatusaidia na Mungu atatutunza. Bwana asifiwe. Kwamba siku zote hazilingani, lakini lazima tujue kabisa kwamba Mungu ndiye anayeshughulika na maisha yetu kwa kila jambo na kwa kila namna. Kwa katika pia tunamwamini Mungu kwamba atakuwa pamoja nasi. Naendelea na somo linalosema kusikia sauti ya Mungu, sema ni muendelezo, na tunasimamia katika ile Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka wa 16. Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka 16. Biblia inasema, kwa kuwa Mungu husema mara moja na hata mara ya pili japokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu, ndipo yafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Tutakuwa na mwendelezo kidogo wa somo hili kwa sababu ni muhimu sana kama mtu binafsi na pia kama kanisa kuwa na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Tuliona kabisa kwamba bila kusikia sauti ya Mungu kuna mambo ambayo hatutayaelewa ambayo tutaweza kuyafanya. Jambo la muhimu ni kwamba hata maisha yako mwenyewe hutaweza kuyaelewa, sababu tumeumbwa na Mungu, na sisi Mungu ndiye ambaye anatupa maelekezo, na maelekezo yake yanaweza kuwa kwa kusoma neno, kwa kusikia sauti ya Mungu kwa namna mbalimbali. Inaweza kuwa ni kwa maono, kwa ndoto au kwa nyimbo. Yote haya yanahusisha neno la Mungu. Kwa kuna muhimu sana kusikia sauti ya Mungu. Na nilisema kwamba sauti ya Mungu pia inazuia mafarakano, inazuia magomvi, inazuia matengano, kwa sababu kama unasikia sauti ya Mungu, hata kama shetani atakuwa ameandaa jambo, utakuwa na uwezo wa kulielewa na kulieleza, kwa sababu Mungu huwa hafanyi jambo bila kuwajulisha watumishi wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu hafanyi jambo bila kuwajulisha watumishi wake. Lakini sasa inabidi ili watumishi waelewe, ni lazima wawe katika hali ya kukaa kwa ajili ya kusikia neno la Mungu, kwa ajili ya kusikia maagizo ya Mungu, kwa ajili ya kusikia maelekezo ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa kuna wakati nakuwa ni vigumu kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ya vurugu ambazo ziko ndani yetu, zinazotokana na ile milima 7 inayotupa ushawishi wa maisha yetu. Hii milima 7 nitaongea kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili iweze kukaa ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilisema mlima wa kwanza ni familia, mahali ambapo unazaliwa na maisha yako yanaanzia hapo. Kuna vitu vinapandwa na wazazi na walezi hawa wanaokulea. Nikasema jambo la pili au mlima wa pili ni imani. Ni imani gani ambayo umeikulia ulipozaliwa? Ulikuta wanamwabudu Mungu wa kweli, au waliabudu miungu, au waliabudu mizimu? Kwa lazima ujue kabisa hata hiyo imani ulionayo pia inaweza ikawa inachangia kitu ambacho sio sahihi, ambayo unapokuwa inaleta vurugu. Nikasema mlima wa tatu ni elimu. Kwenye elimu tunasoma mambo mengi. Kuna mambo ambayo tunasoma ambayo ni sahihi, na kuna mambo ambayo tunasoma ambayo yanatupoteza. Ukiangalia katika maisha ya wanasayansi, wengi wanasema kwamba mwanadamu hakuumbwa, alitokana na vitu vilivyokuwa vinakuwa. Kwa hiyo kutoka kwamba elimu yako au elimu uliyoipata ikaleta changamoto kwenye imani yako. Kitu kinasema ni vyombo vya habari, ni mlima wa 4. Kwenye vyombo vya habari tuna simu, yani media zote, tuna mambo mengi yanayoendelea internet ambayo yanaleta taarifa ambazo zinajaza taarifa ambazo nyingi ni hasi kwenye ufahamu wako, ambazo zinaleta ushawishi wa maisha yako. Wengi leo tunaishi na kufanya kwa sababu ya media. Yani tunaiga mambo mpaka neno la Mungu linakaa pembeni. Tunataka tufanye kwa sababu ina ushawishi, inatuambia kwamba ulimwengu sasa unasema hivi. Kwa hiyo tunahamia huko. Nikasema mlima wa 5 ni sanaa au burudani. Leo mambo mengi watu wanayafanya kwa sababu ya mambo ya sanaa, uimbaji, uigizaji. Huo ni mlima nao. Mlima wa 5 ambao unapanda vitu ndani yetu. Niseme kwamba wakati mwingine, hata wakati mwingine tuseme waimbaji wa nyimbo za Injili wamebebwa kwenda upande huu.
tunatamani tuimbe kama watu wa dunia, tunatamani tujifananishe nao, na hii inasababisha vurugu kwenye nafsi zetu. Nikasema kitu kingine ni biashara, fedha au uchumi. Watu wengi wanaamini kwamba bila kuwa na fedha huwezi kufanikiwa, lakini hiyo sio kweli. Bila kuwa na Yesu hutafanikiwa. Ni wangapi ambao wana fedha leo? Ni wangapi ambao wana biashara kubwa leo, lakini maisha yao yamevurugikiwa? Kwa haya mambo yote yanatuletea shida, ambayo yanawekeza vitu ambayo inakuwa ni vigumu kusikia sauti ya Mungu. Mlima wa mwisho ni utawala, ukuu au siasa. Ni nani anayemiliki maisha yako toka ulipokuwa mdogo? Kuna wengine maisha yao yaliathiriwa na utawala wa malezi ya wazazi wao. Walilelewa katika hali ya maumivu, katika hali ya kukataliwa. Kwa wamekuwa leo ni watu wazima, wanakiri wokovu, lakini bado wanaendelea kuishi katika hizo shida. Kwa hiyo nikasema haya mambo ndiyo ambayo yanasababisha vurugu ambazo ziko ndani yetu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mtu anaweza kusema anasikia sauti ya Mungu, kumbe akawa anasikia yale mambo ambayo yamesababisha zile vurugu ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivi vitu vinasababisha tuwe na vurugu ndani yetu ambazo hazikomi, kwani kila kimoja kinakupa ushawishi kwa namna yake, na kwa huo ushawishi inakuwa ni kwa ajili ya mawazo yako yanayotengeneza ngome ndani yako na kuzuia wewe usiwe na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Kwanza yanazuia usiwe na utulivu, yanazuia usiwe na usikivu, yanazuia usiwe na uwezo wa ukimya ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kuna wakati ambapo mtu anakaa mawazo yake yanakimbia, yako kulia, yuko kushoto, yuko wapi, yaani mpaka unamsemesha hakusikii. Sio kwamba hasikii, anasikia lakini haelewi, kwa sababu ya zile vurugu ambazo ziko ndani yake. Na hiki ni kitu ambacho sasa hivi kinatesa si tu kwamba kanisa, hata watu ambao hawajaokoka. Kinatesa watu, wanashindwa kuelewa. Kinatesa watu, wanashindwa kuendelea. Tumeokoka kweli, lakini maisha yetu yote yanafanana na watu wa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nakuta kabisa kwamba mtu huwezi kuwa na kitu ambacho unaweza kusema kwamba natulia nacho mbele za Mungu ili uweze kufahamu Mungu anasema nini. Neno la Mungu tunalisoma, lakini kwa sababu kuna vitu ambavyo vimetangulia, kwa hiyo neno halina nafasi ndani yetu. Kwa hiyo nakuta kwamba huu mfumo wa nafsi ambavyo umetengenezwa ni wa kuto kutulia, kwa sababu ya milima 7 inayotuzunguka. Ni mara chache sana kuwa na utulivu. Ni mara chache sana mtu sema kwamba hapa nimekaa na muwaza Bwana. Utakwenda kwenye sanaa, utatoka. Utakwenda kwenye mambo ya vyombo vya habari, utatoka. Utaenda kwenye biashara, utatoka. Utaenda kwenye familia ilifanyia, utatoka. Yaani nafsi inakuwa haina utulivu. Bwana asifiwe. Ndio maana ufahamu ulio na shughuli nyingi ni karakana ya shetani. Ufahamu wowote ambao una shughuli nyingi, ambao una mawazo, yani ile mawazo yako ni kama kachumbari, ndani kuna kitunguu, ndani kuna nyanya, ndani sijui kuna pilipili, ndani sijui kuna limau, yani ufahamu wako hauwezi kutulia. Lazima unakuwa unakimbia huku na huku na kwenda pale na pale. Na ufahamu ambao unatulia sio karakana ya shetani, kwa sababu wakati mwingine mtu yeye anakuwa analenga jambo moja, anakuwa anatafakari kitu kimoja. Kwa kama ana neema ya kutafakari neno la Mungu, mtu kama huyu anakuwa na utulivu. Na mtu kama huyu ni rahisi sana kusikia sauti ya Mungu, na ni rahisi sana kuona maono ya Mungu. Unaweza kuona maono lakini sio ya Mungu. Unaweza kusikia sauti lakini sio ya Mungu, sababu inategemea ni kitu gani ambacho kimeujaza moyo wako. Hicho ndicho ambacho kitakufanya usikie hiyo sauti, kama ni ya Mungu au kama ni ya shetani. Bwana asifiwe. Huwezi kuwa na uwezo wa kutuliza nafsi na kunyamazisha kama bado unaiabudu hii milima 7. Kama bado uko kwenye familia unakumbuka alichokufanyia, kama bado elimu yako inakufanya wewe ujisikie ni bora kuliko watu wengine, kama vyombo vya habari vimechukua nafasi mbele yako. Unajua kuna mtu mwingine akikaa, kama amekaa hawezi kukaa bila kushika simu. Na kwenye simu sio anaishika tu, lazima ingie kwenye mitandao.
anatafuta nini. Na kuna wakati mwingine sanaa, yaani kuna watu ambao wako bize na mambo ya sanaa, tunasingizia kwamba shetani ameiba. Mungu sio maskini wa kitu chochote, sababu vipawa vyote ni vya nani? Ni vya Mungu. Wewe unaenda kwa shetani kuchokonoa nini? Wakati mwingine ni biashara, fedha au uchumi. Tunakimbia asubuhi na mchana, nafsi zetu hazitulii, tunatafuta pesa. Mimi nikitoka kwangu huko, ninapofika Rangi Tatu imeshakimbia shilingi, imefika Zakiem. Mimi nikifika Zakiem imeshakimbia iko Kizuiani. Nikifika Kizuiani, yani tunaikimbiza fedha, tunakimbiza maisha yetu. Nataka nikwambie, kuwa na utulivu, kuwa na ukimya, fedha itakufuata. Lakini tunapotumia nguvu nyingi kiasi kwamba mawazo yetu hayatulii, hatutafika popote. Bwana asifiwe. Kwa anasema, hakika nimeituliza nafsi yangu na kunyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake, kama mtoto aliyeachishwa ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Hakuna mtu ambaye akishaacha kunyonya huwa anarudi kwenye ziwa la mama yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi leo unaweza ukatoka umekaa wewe hapo jinsi ulivyo, Ima Mpelaje, ukaenda kwa mchungaji Neema, nataka kunyonya? Unaweza? Au Joshua, mama suyo hapo, mnaweza kwenda kunyonya? Kwa nini? Wewe mkubwa umeacha. Hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye anaweza akarudi kwenye kifua cha mama yake. Hata mtoto wa miaka 5, miaka 6 akichaashishwa, akipewa ziwa anakimbia. Hasa mzee anasema kwamba nimeinyamazisha nafsi yangu kama mtoto ambaye ameondolewa kwenye matiti, kwenye maziwa ya mamake kifuani. Anasema ndivyo roho yangu ilivyo. Kwamba alifika mahali mzaburi akaona kwamba roho yake haiwezi kukimbia kutoka mlima huu kwenda mlima ule, kutoka hapa kwenda pale. Akaamua kuinyamazisha roho yake. Na nimesema kwamba ukinyamazisha roho yako ni rahisi kusikia. Nilikuwa narudi jana kutoka Dodoma usiku, nikawa nimekaa na watumishi wa Mungu kwenye gari. Mtumishi wa Mungu mmoja akaniuliza, akasema hivi, ni kwa nini sasa hivi hatuoni matendo makuu ya Mungu? Ni kwa nini sasa hivi hatuioni nguvu ya Mungu? Tulikuwa tunaongea tu maongezi ya kawaida, tuko kwenye gari tunasafiri. Nikamwambia shida si kwamba Mungu amebadilika. Biblia inasema kwamba yeye habadiliki, jana, leo na hata milele. Nikamwambia shida iko kwetu. Nikamwambia ukisoma Biblia, watu wote ambao unawaona walifanya mambo makubwa kwenye Biblia ni watu waliokuwa na muda kujitenga na kukaa na Mungu ili wapate nini? Maelekezo. Na sio kujitenga tu kwa sababu wamekaa pembeni, hapana, lakini mioyo yao waliitengeneza. Mioyo yao ilimwelekea Mungu. Kwa hata Mungu akawa na nafasi ya kunena, akawa na nafasi ya maelekezo. Kwa sababu unapoondoa uchafu ule wa mambo ya dunia, ina maana unaruhusu nguvu ya Mungu ndani yako. Na ndio maana utashangaa Petro wakati mwingine alitembea, hakusema neno, lakini kile kivuli chake kilipoangukia wenye nguvu walipona. Paulo wakati anashona mahema, zile leso zake zilipotumika kwenda kwa wagonjwa walipona. Fikiria ile maiti iliyotupwa kwenye kaburi la Elisha aliyekufa miaka mingi, lakini ile mifupa ilikuwa na nguvu. Maiti alipogusa alinyanyuka. Kwa nini leo tunauliza maswali kama hayo? Ni kwa sababu tumefika mahali tumemzoea Mungu. Yaani tukiambiwa mambo ya Mungu tunaona kama ni utani, alafu hayawezekani. Tumeingia katika mfumo wa kidunia. Nilisema Jumapili iliyopita kwamba watu wengi sasa hivi wanajiunga na kizazi kipya, new age, ambao na yenyewe ina mambo kama ya kimungu, lakini sio Mungu huyu tunayemwabudu, ila Mungu wa pili. Ndiko tuliko. Bwana asifiwe.